الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل من عظيم فضله ومنه وكرمه أن يمن علينا بنور العلم وسرعة الفهم، وأن يخرجنا من الظلمات الوهم، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، فتوح الأنبياء والشهداء والصالحين. أما بعد، ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, tukiendelea na mfululizo wa kueleza sifa za wajibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa ambazo zimemwajibikia kila mukallaf kuzijua. Na tukiendelea leo hii tutakuwa katika sifatu samu. Sifatu samu, sifa hii ya kusikia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jumla ya sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nayo inaitwa sifatun azaliyatun thabitatun bidhati Allahi Ta'ala. Ni sifa ya azal, sifa ambayo haina mwanzo wa kuwepo, na ni sifa ambayo imeithibitikia dhati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye Subhanahu wa Ta'ala yasma'ul aswata bisam'in azaliyin abadiyin la kasam'ina, anasikia masauti kwa usikivu wake wa azal, usikivu wake ambao hauna mwanzo wa kuwepo wala hauna mwisho wa kuwepo, na usikivu huo si kama usikivu wetu sisi viumbe. Ni kwamba yeye Subhanahu wa Ta'ala, sifa hii ambayo ya kusikia ni sifa ambayo imemthibitikia yeye, ni kwamba sifa ambayo inataallaki na vyote ambavyo vyenye kusikiwa. Na walisema baadhi almutaakhirin kwamba sifa hii tataallaku bikulli mawjudi, sifa inataallaki, inafungamana na kila kilichokuwepo, min al-aswati wa ghayriha, kunako masauti na vingine na vinginevyo. Na hiyo ndiyo qaulul mu'tamad, ndiyo kauli ambayo imetegemewa na wanawachuoni kwamba sifa hii yake Subhanahu wa Ta'ala ni sifa ambayo imeenea kila ambavyo vyenye kusikiwa, au kwa maana kwamba kila ambacho kilichokuwepo chenye kusikiwa na vinginevyo. Na wala haijuzu kwamba kuwa usikivu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni hadith, kwamba ni usikivu wenye kuzuka. Hilo ni jambo halisihi wala halijuzu kabisa. Kwa hivyo usikivu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si kama usikivu wetu sisi viumbe. Na wala haijuzu kwamba ayakuna bialatin, haijuzu kwamba usikivu wake ukawa kwamba unaambatana na zana fulani ambazo zinapelekea kwamba kama ilivyo kwa viumbe wake. Haifai hiyo kuitakidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo usikivu wake Subhanahu wa Ta'ala bila udhuni ni usikivu ambao anasikia bila sikio, wala alatin ukhra, wala kutumia chombo kingine chochote ambacho kwamba hichi kitakuwa kinampelekea yeye Mwenyezi Mungu kwamba ndio kusikia. Kwa hivyo usikivu wake tunapozungumza ni usikivu ambao tofauti kabisa na usikivu wetu sisi viumbe. Kwa hivyo hili ni muhimu kwamba kila Muislamu afahamu anapozungumza na anaposikia kwa Mwenyezi Mungu anasikia, basi usikivu wa Mwenyezi Mungu kabisa ni tofauti na usikivu wetu sisi viumbe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni msikivu mno, anawasikia viumbe wake popote walipo, anawasikia wale walioko chini kabisa,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasikia ule mshindo wa sisimizi ambaye anayepita akiwa chini kabisa huko ya ardhi na akiwa ndani ya jiwe, basi anasikia mshindo huo wa mtembeo wa sisimizi kama ambavyo anavusikia kile ambacho kinachopita katika anga kwa mgurumo mkubwa, na wala hakuna tofauti kwamba hichi ndio anakisikia sana, hichi anakisikia kidogo. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna hivyo. Kwa hivyo vyote anavisikia ala haddin sawa, yani katika mpaka wa sawa sawa. Kwa hivyo Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mwenye kusifika na sifa hii ya kusikia, na yeye Subhanahu wa Ta'ala anasikia yote. Anavyosikia ni kwa usikivu wake ambao ni azal, na vile ambavyo vinavyosikiwa hivi vinakuwa kwamba ni hadith, ni vitu ambavyo vilivyozuka. Yeye Subhanahu wa Ta'ala anasikia kwa usikivu wake ambao hauna mwanzo wa kuwepo, yeye ambao ni sifa yake hiyo ya azal, na vile vinavyosikiwa sasa vinakuwa ni hadith, ni vitu ambavyo vilivyozuka. Kwa hivyo hiyo ni sifa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa ya kusikia, na kila mtu anatakiwa afahamu na amini kwamba usikivu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haufanani na usikivu wetu viumbe. Inshallah, wallahu a'lamu. Hiyo ni sifatu same. Sasa tutaizungumza na sifatul basar. وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي